Sky TV. Kutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Serikali yaimarisha TAKUKURU katika kupambana dhidi ya rushwa. Rwanda yakiri kushirikiana na kundi la waasi wa M23. Na katika michezo, golikipa wa zamani wa kimataifa Peter Manyika afariki dunia. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV na kukaribisha katika saa moja ya habari. Langu jina ni Zinazire Mswima. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya awamu ya 6 imeimarisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa kuongeza rasilimali watu, bajeti, miundombinu na kufanya marekebisho ya kisheria ili kuongeza ufanisi wa mapambano dhidi ya rushwa. Mwandishi wetu kutoka Dodoma ana maelezo zaidi. Amesema kuwa juhudi hizo TAKUKURU imeokoa zaidi ya shilingi bilioni 60.2 ambazo zimeelekezwa katika huduma muhimu za jamii zikiwemo afya, elimu, maji, umeme pamoja na miundombinu. Katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2025, Jamhuri imeshinda 68.8% ya kesi 489 zilizofikishwa mahakamani, ikionyesha ubora wa uchunguzi na ushirikiano kati ya TAKUKURU na Mahakama ya Tanzania. Amesema hayo leo Jumatatu Januari 26, 2026 wakati alipomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika ufumbuzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa viongozi wa TAKUKURU unaofanyika mkoani Morogoro. Rushwa inadhalilisha utu wa binadamu, inasababisha vifo, inasababisha ulemavu, inasababisha dhuluma, inasababisha uonevu, inapora haki za wanaostahili, inachochea wizi na ubadhirifu wa mali za umma, inadhoofisha imani ya wananchi kwa serikali, inasababisha utoaji wa huduma uwe duni, huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji na huduma nyinginezo. Dunia nzima imeelekeza nguvu zaidi katika kuzuia rushwa isitokee badala ya kusubiri kuitibu. Na wahenga husema kinga ni bora kuliko tiba, na hekima hii inapaswa kuongoza katika mapambano dhidi ya rushwa. Na hiki ndicho ambacho mmetoka kushuhudia kupitia hotuba ya mtendaji mkuu, kwamba katika kipindi cha Julai hadi Disemba hiki kifupi tu, TAKUKURU imefanikiwa kuokoa fedha za umma zaidi ya shilingi bilioni 60.2, na fedha hizi zimerejeshwa serikalini, ndizo zimefanya kazi ya huduma za jamii. Zimepeleka dawa hospitalini, zimepeleka umeme vijijini, zimepeleka maji kwa Watanzania, zimerekebisha madaraja yaliyokatika, zimepeleka elimu, zimepeleka mchango kwenye elimu bila ada, zimepeleka kwenye mikopo ya elimu ya juu. Huu ndo muunganiko wa kazi yenu na maisha ya kila siku ya Mtanzania. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema ataendelea kusimamia TAKUKURU ili kukazia katika mapambano ya rushwa nchini. Naomba kuhakikishia wewe, lakini pia kuhakikishia wenzetu wanaotekeleza kazi hii kwamba wizara tutaendelea kuisimamia TAKUKURU kwa mujibu wa sheria na kadri maelekezo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wetu nyinyi mtakavyotuelekeza, kwa sababu kwetu sisi nia yetu na majukumu yetu ni kukazia katika mapambano dhidi ya rushwa
nchini. Pili, tutaendelea kuboresha utendaji kazi wa utumishi wa umma ili watumishi wanaojihusisha na vitendo vya rushwa basi waweze kujua kwamba serikali hii ya awamu ya 6 haina mchezo inapofika kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kwa sababu tukifanya hivyo, tija itapatikana na wananchi wetu watapata ile stahiki yao ya kuchagua uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ili uweze kuwasaidia katika kusukuma mbele huduma ya maendeleo. Mindi Josefu, Sky TV. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaweka kipaumbele kikubwa katika uendeshaji wa uchumi, utoaji wa huduma katika taasisi za umma na kwa ukusanyaji wa mapato kidigitali. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 26 Januari 2026 alipokutana na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Angela Kairuki akiambatana na watendaji wakuu wa wizara waliofika Ikulu kuonana naye. Sasa hivi uchumi wote ni digital kwa maana ya ukusanyaji wa mapato. Mapato mengi yanapotea kama mnafanya kwa njia za ambazo sio za kidijitali, na vile utoaji wa huduma umerahisika sana kwa sababu watu wanatumia mitandao mfumo. Kwa hiyo nadhani hili ni jambo ambalo lazima tuliwekee kipaumbele. Sasa sisi serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, baada ya kuanzisha wizara hii, tutaweka kipaumbele kikubwa katika sasa utendaji wa wizara. Na ukweli ni kwamba wenzetu Jamhuri ya Muungano mmepiga hatua. Kwa hiyo tungependa tuwasihi kwamba muendelee kuwasaidia upande wa kwetu. Najua huku kwetu sisi taasisi zetu kuu ni mbili tu, ZICTEA na e-government, ambayo inashughulika almost na kila kitu kinachohusu digital transformation. Sasa hawa wanahitaji kujengewa uwezo, lakini digitization ni infrastructure. Kwa hiyo ni lazima tuwe nayo, kwa sababu kama huna infrastructure za kufanyia kazi hauwezi kufanikiwa. Sasa kwa maana hiyo digitization ni infrastructure. Kwa hiyo ni lazima tuwe nayo, kwa sababu kama huna infrastructure za kufanyia kazi hauwezi kufanikiwa. Sasa kwa maana hiyo data center ni kitu muhimu sana. Bila data center hii tunachosema digital transformation hautoifanya kikamilifu, kwa sababu unahitaji kuhifadhi hizi data. Kwa hivyo ni shukuru kwa ushirikiano ambao mnawapa ZICTEA na IGAS. Ningependa muendelee kuwajengea uwezo na kuwasaidia katika infrastructure, na kama serikali tuko tayari kuinvest vingi. Mheshimiwa Rais, pia sisi tunaendelea kuhakikisha upatikanaji wa mawasiliano ya uhakika yanakuwepo salama na yenye ubora, lakini yatakayokuwa na viwango vya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Rais, tunaendelea kusimamia matengenezo na uboreshaji wa mtandao ili kupunguza changamoto za kukatika kwa huduma, lakini pia kuongeza upatikanaji wa huduma kwa masaa 24. Mheshimiwa Rais, TTCL ya Zanzibar pia inaendelea kutoa huduma mbalimbali za mawasiliano na tehama kwa taasisi za SFZ kwa lengo la kuongeza ufanisi wa utendaji kazi, lakini pia kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, ikiwemo kutoa huduma za kasi za internet kwa taasisi za serikali, taasisi binafsi, lakini vile kwa taasisi nyingine za kijamii. Moja kwa moja tuelekee kule mkoani Songwe. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe limepitisha rasimu ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 yenye jumla ya zaidi ya shilingi bilioni 84. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka mkoani Songwe. Nipende kuwashukuru namna ambavyo mmeendesha mjadala mpaka tumefikia hapa tulipofika. Tumeweza kuchangia kwa utulivu, pia mmeshauri kwa viwango vile vinavyostahili, na ofisi ya mkurugenzi itakwenda kuzingatia hayo na tutakwenda kufanikiwa. Tumejadili kupitisha rasimu ya bajeti
yenye thamani ya bilioni 84 milioni 985,536 na senti 36, ambapo mapato ya ndani pekee ni bilioni 11.008 158 na senti 36, ambapo jumla yote tunapata bilioni 84 ambayo nimekwisha kuitangulia kuisema, bilioni 84 milioni 985,586,000 na senti 36. Waheshimiwa wadau, tunakubaliana rasimu hii kuipitisha. Akizungumza wakati wa kikao cha baraza la madiwani cha kupitisha rasimu hiyo ya bajeti, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi Maarifa Mwashtete amewahimiza watendaji wa halmashauri kuongeza juhudi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kufanikisha utekelezwaji wa makadirio ya bajeti yaliyopitishwa. Hivyo ni kwa mbele ya kitaifa tumepewa maelekezo zaidi kujikita kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo cha kwanza tutapambana kwenye swala la ukusanyaji wa mapato. Hiyo ndio itakuwa ni ajenda namba moja. Twendeni tukusanye mapato ili bajeti hii iweze kwenda kuakisi kile ambacho tumekijadili. Twendeni tuweze kufanya kila namna kuhakikisha kwamba tunakuwa na wazo jipya kila kukicha, mapato ya kusanya. Idara ya fedha kupitia mapato, ongezeni ujuzi wa ukusanyaji wa mapato, kwa sababu swala la kutafuta fedha ni swala la kuongeza ujuzi. Kwa hiyo tuongeze ujuzi, lakini pia kuna vitu ambavyo tumevijadili na ambavyo inaonyesha wazi kabisa kwamba sisi kama halmashauri tumeweka kipaumbele. Hivyo vyote vitakwenda kutimilika pale ambapo tutasimamia kwenye swala la ukusanyaji wa mapato. Kwa mimi hoja yangu ya msingi, twendeni tukusanye mapato, haya mengine yote yatawezekana kuyatimiza. Aidha, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbozi Majaliwa Mlawizi amewataka madiwani pamoja na watendaji wa halmashauri hiyo kuimarisha ushirikiano wa pamoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa wananchi wa wilaya ya Mbozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwangu mimi binafsi, kwanza baraza lako la kwanza nimeliona jinsi lilivyo na utulivu na ambao pia umeendesha kikao chenu vizuri. Mimi niombe nikupongeze wewe na lakini nimeona jinsi watumishi walivyoshiriki na kujibu maswali kwa utulivu. Hongereni sana watumishi. Jukumu letu kubwa ni moja tu, na kuhakikisha wanambozi wanapata maendeleo. Kwa hivyo inawezekana ikatokea wakati tukapishana au tukatofautiana katika mawazo au katika kujadiliana. Niombe tusikisie ikatupeleka kugawanyika. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Halmashauri ya wilaya Bagamoyo mkoani Pwani imesema inajivunia kuongeza ufaulu katika ngazi ya elimu ya msingi kwa mitihani ya darasa la 7 na la 4, hatua ambayo imeiwezesha kushika nafasi ya kwanza kimkoa. Maelezo na mwandishi wetu. Akizungumza wakati wa kuwapongeza walimu wa shule za msingi, afisa elimu msingi halmashauri ya wilaya Bagamoyo, Dr. Wema Kajigili amesema mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano uliopo baina ya wazazi na walimu ambao wameweza kufanya vizuri katika taaluma, miradi na michezo, na kusema kuwa wamedhamiria kuongeza kasi ya kuboresha matokeo. Kwa mwaka 2024 darasa la 7 tulikuwa na ufaulu wa 92.9. Darasa la 4 tulikuwa na ufaulu wa 95.45. Kwa mwaka 25 ufaulu umepanda kutoka 92 mpaka 55.39 na darasa la 4 97.30 na kufanya wilaya yetu kushika nafasi ya kwanza kimkoa kwa darasa la 7. Kila mwaka tunafanya majaribio darasa la 2 kitaifa, wilaya yetu imeshika nafasi ya 3 na ya 4. Mwaka 2022 tulishika nafasi ya 3 kitaifa na mwaka 2024 tulishika nafasi ya 4 kitaifa. Na kwa upande wa michezo, mwaka 2022 tulikuwa na kikombe kimoja cha mchezo kutoka mkoani, lakini sasa hivi tuna vikombe 6 na kushika nafasi ya 4 kimkoa.
Lakini katika siku 100 za Mama Samia tumeweza kupokea kompyuta 48, sababu tunahitaji tusome kitehama. Nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji na kuboresha miundombinu kwa ujenzi wa bweni wa wanafunzi na nyumba za walimu, madarasa na matundu ya vyoo. Na mwaka huu mambo walioyafanya wao mkoa pia tumepanda kwa 5%, sio jambo la kawaida, lakini ndani yake tunajivunia Bagamoyo. Hongereni sana na asanteni sana, muendelee kuchapa kazi, mfundishe kwa bidii, mmalize mada mapema, lakini mkae kwa amani na upendo. Muwahi kazini saa 1:30 muwe mmefika. Baadhi ya walimu wakuu wa shule zilizofanya vizuri wameeleza siri ya mafanikio. Ushirikiano ambao upo baina ya usimamizi wa shule pamoja na viongozi wa halmashauri, hasa afisa elimu wa wilaya ya Bagamoyo, amekuwa msaada mkubwa katika kutekeleza sisi majukumu yetu pale ambapo tunapokuwa na ulizaji katika kufanikisha utekelezaji wa masomo, utekelezaji wa ratiba za halmashauri, lakini sambamba na zile za kitaifa. Ushindi wetu unakuja kwanza, tunahakikisha wanafunzi wetu wana nidhamu ya hali ya juu. Mtoto anapokuwa na nidhamu anafundishika vizuri sana na kuelewa. Mtoto anapokosa nidhamu basi inakuwa ni vigumu sana kumfundisha. Pia walimu tumekuwa tuna ushirikiano wa 100%. Tunapendana mno na tunafanya kazi kwa kujitoa bila kusukumwa wala kuambiwa chochote. Na pia tumekuwa tukifuata maelekezo ya viongozi na kuyatekeleza. Hatuna mwanafunzi ambaye hajui kusoma katika halmashauri yetu ya Bagamoyo. Bagamoyo oye! Tunaendelea kudumisha mila na utamaduni kama kawaida yetu, lakini tumeamka mila na utamaduni na elimu. Kutoka mkoani Pwani, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari tulionayo siku huu kutoka hapa Sky TV. Adha ya maji yamilika kwa wakazi wa Nsalala mkoani Mbeya. Karibu tena mtazamaji, kama ndio unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV, langu jina ni Zinazile Mswima. Wakazi wa kata Nsalala, halmashauri ya wilaya ya Mbeya, wanatarajia kuondokana na adha ya kufuata maji umbali mrefu baada ya mbunge wa Mbeya vijijini Patali Shida Patali kukabidhi mtambo wa kuchimba kisima cha maji ili kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo. Mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya ana ufafanuzi wa taarifa hiyo. Akikabidhi mtambo huo, mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali anaeleza jitihada za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maji, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya vijijini Hakimu Mwalupindi amesema mbunge amekuwa akiwajibika katika kutatua changamoto za wananchi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lengo lake kubwa ni kuhakikisha tunamtua ndo mama kichwani. Hayo anayasema bayana mahala popote anapokwenda, nasi wasaidizi wake tuyafanye hayo kwa vitendo. Leo hii nipo mbele yenu kwa ajili ya kuja kukabidhi mtambo huu uchimbe maji mahala hapa. Baada ya kuapishwa bungeni, ulianza ziara ya kuja kukagua miradi, kusikiliza wananchi na kero zao. Mheshimiwa mbunge, pia umetoa zawadi mbalimbali. Baadhi ya sehemu zingine ambazo madaraja yalikuwa mabovu, tumeona ishara kama chama ambazo umetembelea hayo madaraja na kuanza kutoa ngalau pia huduma aidha fedha kwa ajili ya kuendeleza kuungana na wananchi. Nikupongeze kwa hilo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya Mbeya vijijini Aida Aule amewataka wananchi wa jimbo hilo kutoa ushirikiano kwa mbunge, huku wananchi wa kata Nsalala wakaeleza changamoto wanazopitia katika kufuata huduma ya maji. Naomba wananchi wa jimbo hili, wa halmashauri hii na kata hii ya Nsalala tuendelee kumpa ushirikiano. Kata yetu ya Nsalala tulikuwa na changamoto kubwa ya maji. Wamama tulikuwa tunahangaika kwenda kwenye visima lakini hatupati maji. Sasa hizi tulipopata mtambo wa maji kwetu, tumshukuru Rais wetu Samia pamoja na mbunge wetu wa Mbeya vijijini. Tunasema asante
Kwa shukrani zetu zote tunasema asante kwa mbunge ambaye ametuletea mtambo kwa ajili ya kuchimba maji. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Na moja kwa moja tuelekee kule mkoani Geita. Baadhi ya wananchi wanaotumia barabara ya kutoka Nyarugusu kupitia Muhama hadi Ikina kwenye halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani Geita wameiomba serikali kutengeneza barabara hiyo ambayo imekuwa kikwazo kwa zaidi ya miaka 15, hali inayoathiri usafirishaji wa mazao yao kwenda sokoni. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Michael Francis Bundala. Barabara hii inatoka Nyarugusu kupitia Muhama ikielekea Ikina katika halmashauri ya wilaya ya Geita. Ni barabara inayotegemewa kusafirisha mazao na hata kutoka eneo moja hadi jingine kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kibinadamu. Licha ya barabara hii kuwa muhimu kwa wananchi, kikwazo kimekuwa ni pale mtu akiamua kusafirisha mazao kwa kuwa barabara hii sio rahisi kupitika. Tuna changamoto ya barabara, namna ya usafiri. Barabara letu ni bovu, limeshaharibika na miaka mingi, karibu miaka 15 barabara haitengenezwi vizuri. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie barabara hili ili liweze kupitika na mkulima apitishe mazao yake vizuri. Kwa hiyo serikali tunaiomba sana wilaya itusaidie barabara hili. Kwa kweli wananchi wote wa kijiji hiki cha Muhama tuna kero kubwa kuhusu na hili barabara letu. Maana hili barabara linatusafirishia mazao yetu kutoka kijijini hapa mpaka kufika sehemu nyingine za Bukoli. Hasa tunaomba kero kubwa. Viongozi wa eneo hili wanakiri kuwepo kwa adha hiyo ya barabara, hali inayofanya vyombo vya moto hasa magari kushindwa kupita katika barabara hii, hali inayoathiri masoko ya mazao ya wananchi. Leo nilikuwa na ziara kutembelea shughuli mbalimbali, changamoto mbalimbali, shule ya msingi na mabarabara, kuangalia changamoto inayowahusu wananchi. Kweli barabara hii inasomeka Nyarugusu, Muhama, Ikina. Ni changamoto kubwa sana. Barabara haipitiki, hata mazao wananchi hawauzi mazao yao. Imekuwa ni mtihani mkubwa sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wewe ndio kila kitu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu mwenye huruma, ni mtu ambaye anaangalia watu wako, watu wanyonge. Kweli hao wananchi wanahangaika sana mpaka sasa, yani kuna wagonjwa wengine hata kukipitia barabara haipitiki kabisa, yani unakuwa ni mtihani. Tunaomba msaada ili tufanikiwe kutengeneza barabara. Sisi ni wakulima. Wananchi wangu wote ni wakulima wa viazi na msimu wa viazi umeshafika. Viazi vingine vinaozea mashambani. Kwa maana hiyo njia haipitiki. Hata usafiri wa kutoka tu hapa Muhama kupeleka sokoni ya Nyarugusu haupo. Hata kutoka kwenda Bukoli ni hamna. Tunaomba serikali tusaidie ili kusudi barabara ipitike, wananchi wangu wauze mazao yao. Ina miaka mingi tangia sijui 2005 mpaka cha leo hajarekebishwa. Yaani ndio maana unaona hata ukiangalia ulipopitia njia mbaya mno. Yaani hata mheshimiwa kufika huko amekuja kwa shida. Barabara hiyo itakapotengenezwa itakuwa imeondoa usumbufu kwa wananchi kusafirisha mazao yao pamoja na kusaidia wagonjwa kusafiri kwa urahisi kuzifikia sehemu za kupata matibabu. Michael Francis Bundala, Sky TV. Zaidi ya wananchi 33,000 wamefikiwa na kupatiwa misaada mbalimbali ya kibinadamu kupitia klabu za Lions zilizoko nchini. Misaada hiyo imetolewa katika kipindi cha mwaka 2024-2025 na kupitia tamasha la maalum lenye lengo la kuchangisha fedha kusaidia wahitaji. Viongozi wa Lions Club wamehimiza wananchi kujiunga na vyama hivyo kwa kuwa kuna manufaa mengi zaidi. Sisi ni chama cha watu ambao tunatoa misaada kwa watu wa aina yote, wa dini zote, kabila, rangi, hatuchagui. Kwenye uhitaji sisi tupo. Mara nyingi watu wanaweza kuona kama hii ni chama cha watu wa aina fulani, wanaangalia watu fulani. Hichi ni chama cha makabila yote, dini yoyote, umri wowote. Tuna watu mpaka miaka 80, 90 wanajiunga. Kuwa mwanachama wa Lions ni wito na manufaa yake ni
unapotoa msaada kuna kitu unakisikia kwenye maisha yako, kama unapata thawabu fulani hivi na unasikia amani, unasikia furaha kusaidia. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha watu wote wa rika lote, kabila zote, dini zote, karibuni kujiunga na Lions Club. Mimi mwenyewe najivunia sana kuwa mwanachama wa Lions. Kama leo tunakwenda kukusanya fedha ambazo zitaenda kusaidia wahitaji ambao wako katika hali za chini, na tuna malengo, tunaangalia katika nyanja tofauti tofauti, tunaangalia watu wenye kansa, tunaangalia walemavu, tunaangalia wazee, tunaangalia vijana, mazingira, tuko pote pote. Kwa hiyo hela zinazopatikana katika hii event tunaipeleka katika hizo projects mbalimbali kusaidia. Tunakaribisha watu wote wa Tanzania wote, pamoja na watu wote ambao wanaishi Tanzania, hata wale wa Tanzania wanaishi nje kwa diaspora pia wanakaribishwa kujiunga. Leo hapa tumejumuika hapa kwenye shule ya Oysterbay, tunasherekea Furaha Day. Pamoja na hayo tunahamasisha na kuwaelimisha watu chama cha Lions tunachofanya kazi. Sio kwamba ni chama cha watu wa aina moja, lakini tuna madhumuni mbalimbali kwenye chama, na tunakaribisha watu wengi kuunga mkono na sisi kujiunga na Lions Club. Pia hapa tunahamasisha wafanyabiashara wadogo ambao wanafanya kazi kutoka nyumbani, wanapika keki, vitumbua, mandazi, juisi, wanakuja kuleta vifaa vyao, wanafanya mauzo hapa. Kwa hiyo tumejumuika hapa, tunasherekea, pia tunawaelimisha watu. Tunatizama matokeo ya mwaka huu. Tukishakamilisha matokeo ya mwaka huu tutapanga ili kila mwaka tuendelee au tufanyeje, kwa sababu tunataka kufanya kitu tofauti. Pamoja na hii ni msaada mojawapo tunatoa kwa jamii na fursa ya watu kujitokeza kwa wingi, kukutana na pia kufanya networking. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, tukirejea tutawaletea habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Sky TV. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joeli Althana Nauka ametembelea mradi wa vizimba vya samaki uliofadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB unaotekelezwa katika kata ya Rubafu wilayani Bukoba, halmashauri ya Bukoba vijijini. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Waziri alipata fursa ya kukagua utekelezaji wa mradi huo, kujionea maendeleo yaliyofikiwa pamoja na kuzungumza na wanufaika wa mradi huo. Alipongeza juhudi za vijana na wadau waliowezesha mradi huo, akisisitiza kuwa miradi ya aina hii ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa vijana, kuongeza ajira na kuimarisha usalama wa chakula. Serikali kwa kushirikiana na taasisi za kifedha kama TADB itaendelea kuunga mkono miradi ya kilimo na ufugaji wa kisasa ili kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Januari 26, 2026 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2474 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 2499 na senti 6. Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3349 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 3383 na senti 0. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2905 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 2934 na senti 1. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 152 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 154 na senti 3. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 3. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni biashara na uchumi. Godiness Gaspar kwa ufafanuzi na undani wa habari za kibiashara pamoja na uchumi. Na sasa tuungane naye Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Kwa mara ya kwanza Rwanda imekiri kushirikiana na kundi la waasi wa AFC M23 katika harakati za kiusalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi wa Rwanda nchini Marekani, Mathilde Mkatabana, ameiambia kamati ya bunge la Marekani kwamba Rwanda imekuwa ikifanya hivyo kwa sababu za kiusalama, lakini pia kuzuia kundi la wapiganaji wa Kihutu la FDLR kuendesha mauaji ya jamii ya Watusi wa Kongo. Hatua ya Rwanda kukiri uhusiano huu na kundi ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikanusha kuliunga mkono imezua mijadala na michango mseto kuhusu hatua hiyo ya Rwanda. Katika tangazo lililotolewa na ubalozi wa Rwanda mjini Washington baada ya kikao cha balozi wa Rwanda nchini Marekani, Mathilde Mkatabana, na kamati ya bunge la Marekani, Rwanda imekiri kuwa na ushirikiano na AFC M23 katika utaratibu wa shughuli za kiusalama katika kuwalinda raia wa Kongo wenye asili ya Rwanda. Taarifa nyingine ni kwamba jeshi la Sudani Kusini limeamuru raia wote pamoja na wafanyakazi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa na wahudumu wote wa mashirika ya msaada kuondoka katika kaunti 3 za jimbo la Jonglei kabla ya operesheni ya kijeshi. Katika taarifa yake, jeshi limewataka raia wote wanaoishi katika kaunti za Nyirori, Urori na Okobo katika jimbo la Jonglei kuondoka mara moja
kwa usalama na kuelekea katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali haraka iwezekanavyo. Taifa hilo changa barani Afrika limekumbwa na mapigano kwa miezi kadhaa, huku Umoja wa Mataifa ukisema mapigano hayo yanafanyika kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mwaka 2017. Mapigano makali yameripotiwa katika jimbo la Jonglei ambako jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudani Kusini SSPDF linapambana na wapiganaji wanaoiunga mkono jeshi la ukombozi la Sudani upinzani SPLA-IO. Na hatimaye, maraisi wa zamani wa Marekani Barack Obama na Bill Clinton wametoa wito kwa Wamarekani kusimama na kutetea maadili ya nchi yao baada ya mauaji ya pili ya raia mjini Minneapolis yaliyofanywa na maafisa wa uhamiaji, mauaji ambayo Donald Trump amesema ni matokeo ya vurugu za chama cha Democratic. Serikali ya Trump imekuwa ikikabiliwa na shinikizo linaloongezeka kuhusu msako wake mkali dhidi ya wahamiaji, hasa baada ya maafisa wa shirikisho kumpiga risasi na kumuua Alexi Pratt, muuguzi wa chumba cha wagonjwa mahututi mwenye umri wa miaka 37, siku ya Jumamosi wakati wakijibizana naye kwenye barabara yenye barafu. Tukio hilo lilitokea chini ya wiki 3 baada ya afisa wa uhamiaji kumpiga risasi na kumuua Ryan Good, naye akiwa na miaka 37, ndani ya gari lake katika mji huo huo wa kati magharibi. Maafisa wa utawala wa Trump walidai haraka kuwa Pratt alikusudia kuwadhuru maafisa kama walivyodai pia kuhusu kifo cha Good, wakitaja kuwa alijihami kwa bastola. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani tukaangazia yale yaliyojili katika michezo siku ya leo. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673336199 au 079496 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa mzuri wa kuelekea viwanjani kwenda kutazama taarifa za kimichezo pamoja na burudani. Jina langu Lai Saidi. Familia ya soka nchini Tanzania imepata pigo baada ya kipa wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na Yanga Sport Club Peter Manyika kufariki dunia alfajiri ya leo katika hospitali ya Santa Monica jijini Dar es Salaam. Taarifa zinaeleza kuwa Manyika amekuwa akiugua kwa muda mrefu kabla ya kukutwa na umauti, ambapo mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Mwananyamala, huku familia ikiendelea na maandalizi ya taratibu za mazishi. Mwanae ambaye ni Peter Manyika amethibitisha kutokea kwa msiba huo na kuongeza kuwa mwili umehifadhiwa katika hospitali ya Mwananyamala na msiba upo nyumbani kwao Mbezi jijini Dar es Salaam. Mbali na kuwa mchezaji enzi za uhai wake, Manyika amewahi kuwa kocha wa magolikipa akihudumu kwenye klabu za Yanga, Ihefu, Singida, Fountain Gate, Namungo na timu mbalimbali za taifa. Mwenyezi Mungu hailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amin. Kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha Azam FC leo kimewasili jijini Dar es Salaam kikitokea Nairobi nchini Kenya baada ya kumaliza mchezo wake wa awali dhidi ya Nairobi United katika mzunguko wa 3 wa kombe la shirikisho barani Afrika. Azam FC ilishinda kwa mabao 2-1 dhidi ya Nairobi United katika uwanja wa Nyayo, ambapo na sasa inajiandaa kwenye mechi za mzunguko wa 4 wa michuano hiyo. Mechi ya mzunguko wa 4 itapigwa Jumapili Februari mosi kwa mwaka huu kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo Azam FC itakuwa mwenyeji wa Nairobi United katika pambano hilo la kihistoria. Baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam, wachezaji na benchi la ufundi wanatarajiwa kuanza mazoezi ya haraka kwa ajili ya kujiandaa kwa mechi hiyo muhimu dhidi ya Nairobi United. Wakati mwingine pia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili jijini Dar es Salaam wakitokea nchini Tunisia, ambapo weekend iliyopita Simba alishuka dimbani kucheza mchezo wake wa 3 wa kundi D dhidi ya Esperance, mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba walipoteza kwa bao 1-0. Na afisa michezo mwandamizi kutoka Baraza la Michezo la Taifa BMT, Charles Maguzu, amesema uongozi uliochaguliwa wa kamati ya Paralympic Tanzania unatakiwa kuhakikisha michezo ya watu wenye ulemavu inachezwa na kuenea katika maeneo yote ya Tanzania. Amesema kuwa ni muhimu watu wenye ulemavu washirikishwe kikamilifu, waguswe moja kwa moja na kuhamasishwa kushiriki katika michezo mbalimbali. Hii itasaidia kuongeza ushiriki na kukuza vipaji vya wanamichezo wenye ulemavu nchini. Aidha, Maguzu amewataka viongozi wa TPC kushirikiana, kupendana, kuvumiliana na kukosoana kwa lugha ya staha na yenye lengo la kujenga ili kuimarisha mshikamano na ufanisi katika utendaji wao wa kila siku. Michezo kwa watu wenye ulemavu inatakiwa iwepo Tanzania nzima. Kila eneo waguswe, washirikishwe, wahamasishwe washiriki kucheza. Kwa hiyo tawanyikeni nchi nzima, msikie Dar es Salaam. Endeleeni kupendana, kuheshimiana na kuvumiliana. Kosoaneni kwa lugha za staha kwa lengo la kujenga. Swala la fedha, wagombea jinadi hapa wakatekelezwa kwa vitendo. Tunataka tuone pesa. Chama kiwe kina pesa, waoneni wafadhili mbalimbali wawasaidie. Baraza tutasaidia kwa kadri tunavyoweza, lakini na nyinyi mkaongeza jitihada kuona wadau mbalimbali wawasaidie ili kusudi muweze kuwa na fedha za kuendesha nini? Mashindano yenu. Wale ambao hawajalipa ada, baraza la michezo, vile vyama na vilabu, hakikisheni mnalipa haraka iweze kanavyo, muhamasishane ili muendelee kuwa hai. Sawa jamani Sawa. Lengo ni kutengeneza utawala bora na kila mtu apate nafasi ya kushika nafasi kwenye taasisi zenu.
Na tuelekee kimataifa ambapo klabu ya Manchester City inaripotiwa kuanza kumfuatilia beki wa kulia wa klabu ya Real Madrid Trent Alexander-Arnold, huku hali ya sintofahamu ikiendelea kutawala kuhusu mustakabali wake ndani ya klabu ya Real Madrid. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari barani Ulaya, kuna dalili za kutokuwa na uhakika juu ya nafasi ya Alexander-Arnold katika mipango ya muda mrefu ya Real Madrid. Hali hiyo inawavutia vigogo kadhaa wa soka ikiwemo Manchester City. Na inadaiwa kuwa Manchester City wanaona Alexander-Arnold kama chaguo sahihi la kuimarisha safu yao ya ulinzi kutokana na uzoefu wake, uwezo wa kushambulia kupitia upande wa kulia na ubora wake wa kutoa pasi za mwisho. Hadi sasa hakuna kauli rasmi kutoka kwa Real Madrid, Manchester City wala mchezaji mwenyewe kuhusiana na uvumi huo. Lakini hali hiyo inaashiria uwezekano wa mabadiliko makubwa katika dirisha lijalo la usajili iwapo sintofahamu hiyo itaendelea. Na kwingineko ni kuhusiana na mshambuliaji wa klabu ya Manchester United Matheus Cunha. Amesema Arsenal ndio timu bora zaidi duniani baada ya United kuwalaza vinara hao wa ligi kuu ya Uingereza kwa mabao 3-2 siku ya jana. Matokeo hayo yamepunguza idadi ya pointi zilizoiweka klabu hiyo kileleni hadi kufikia pointi 4 mbele ya Manchester City. Kuhusu wanachofanya, kocha wa muda wa Manchester United Michael Carrick tangu amekuwa kocha wa muda wa United, Cunha anasema anaelewa hisia za klabu kwa sababu alicheza hapa kwa miaka mingi. Na taarifa hiyo mtazamaji inatufikisha mwisho wa habari za michezo pamoja na burudani. Zinazile Mswima yuko hapa kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV. Mtazamaji, huyo alikuwa ni mwanamichezo wetu Lai Saidi, ametoka kutujuza habari za michezo na burudani. Na sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku kutoka kwao TMA. Hali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu kati kuelekea kusini mwa nchi yetu. Na kwa siku leo maeneo machache ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya mkoa wa Iringa, Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho maeneo nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kati pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wote wa pwani ya Bahari ya Hindi, ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa. Ilhali katika maeneo ya ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini.
Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Serikali yaimarisha TAKUKURU katika mapambano dhidi ya rushwa. Rwanda yakiri kushirikiana na kundi la waasi wa M23. Na katika michezo, golikipa wa zamani wa kimataifa Peter Manyika afariki dunia. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinazire Mswima. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii @Sky International TV. Uwe na usiku mwema.